Salem Kiteke. Habari yako? Nzuri sana. Habari gani? Salama, umependeza sana. Asante sana, nashukuru. Kwanza naweza nikasema ukija kwenye matukio kama haya, Samia Kalamu Awards, tuzo ambazo zinahusisha waandishi wa habari, hii ina maana gani kwa tafsiri gani kwa tuzo? Maana yake watu wana appreciate, wanafurahia kile ambacho unakifanya. Kwa hiyo ni shukrani nzuri sana kwa waandishi wa habari kwa tuzo hizi, na imani yangu ni kwamba wale wote ambao majina yao yamependekezwa, washindi wote, ni wape hongera. Najua bado hazijatoka, lakini kufika tu hapa ni ushindi mkubwa sana. Lakini cha muhimu na kikubwa kusema kweli katika tuzo hizi ambazo zina upekee, kuna mambo kadhaa. Lakini moja, kuna tuzo itatolewa kwa mwandishi wa habari ambaye amechagiza waandishi wengi wa habari kuingia katika vyombo vya habari, amehamasisha. Kwa hiyo tunasubiri kwa hamu sana kumuona ni nani ambaye ametuinspire sisi wote. Lakini ya pili ni kwamba kuna hizi tuzo wanapewa pia maafisa habari wa taasisi na vyombo vya habari vya serikali. Kwa hiyo wewe kama mwandishi wa habari unafahamu, mara nyingi sana unapokwenda katika wizara fulani kutafuta habari, unaambiwa njoo kesho au njoo baada ya wiki, au hiyo habari tunaifanyia kazi. Nadhani watakaoshinda leo, maafisa habari wote watatizama na kuona kwamba iwapo watafanya kazi zao, watatekeleza majukumu yao, basi wanaweza kutunukiwa kama hivi. Na hiyo inafanya kazi yako na kwangu zinakuwa nyepesi sana kama tunafuatilia habari fulani na tunaweza kuipata katika taasisi za serikali. Asante sana. Wewe ni mwandishi wa habari ambaye umefanya kazi, tumeona umefanya kazi nje ya nchi na ndani ya nchi. Pengine kwa kuangalia tu utofauti wa uandishi wa habari kutoka sehemu zingine na ndani hapa nchini ukoje? Ukitizama kubwa ambalo nilikuwa nikilizungumzia sana ni maslahi. Vyombo vyetu vya habari havilipi vizuri, wakati mwingine havilipi kabisa kwa muda mrefu. Shirika ambalo mimi nimelifanyia kazi la kimataifa, ulikuwa na uhakika kabisa wa mshahara wako, na uhakika wa maslahi yako, na huna wasiwasi hata ukienda kufanya kazi kwamba baada ya shughuli usubiri kupewa bahasha. Lakini imekuwa ni utamaduni wetu hapa, wanaotoa habari wanajua kabisa wakiita waandishi wa habari lazima bahasha zitoke, na zaidi zinatoka ni kwa sababu wamiliki wa vyombo vya habari hawalipi vizuri, na hilo linatia doa sana uandishi wetu wa habari, kwa sababu ile taarifa ambayo umekwenda kuiandika baada ya kupewa bahasha haitakuwa na usahihi ambao unatakiwa, kwa sababu unajua kabisa umeifanya kwa maslahi ya bahasha ambayo umepewa. Kwa hiyo rai yangu mimi kwa wamiliki wa vyombo vya habari, wajaribu kutafuta fedha za kuwahakikishia waandishi wa habari malipo yao ya kila mwezi, ili tuweze kupata habari zenye ubora. Sasa ukitizama katika tuzo hizi, kazi nyingi ambazo zimeingia zimewekewa vigezo. Zile kazi za zimamoto za haraka haziwezi kuingia huku. Kwa hiyo nadhani waandishi wa habari pia wengine watakapotizama na kutizama ubora wa zile kazi, maana yake mtu akienda kufanya kazi aifanye kwa ubora wake, akiwa anajua kabisa kwamba moja, watajifunza zaidi kwamba habari zinatakiwa zifanywe vipi kwa weledi. Lakini pili, utajua kabisa kazi ukifanya vizuri, kuna siku mtu ataona kazi yako na kukupa tuzo. Wewe ni mwandishi wa habari wa muda mrefu na umeinspire watu wengi sana kuingia kwenye tasnia hii. Pengine ningependa kujua ni changamoto gani kubwa uliwahi kupitia katika tasnia hii, lakini mpaka sasa hivi bado umesimama na bado unaendelea kufanya kazi hii? Mimi kazi, kwa sababu mimi sijawahi kupata changamoto kabisa katika kazi yangu, kusema kweli, kwa sababu wanasema ukifanya kitu ambacho unakipenda huoni kama ni unafanya kazi. Kwa hiyo kwangu mimi sidhani kama nimewahi kupata changamoto yoyote. Kuna vitu vya kawaida vya kujifunza kila siku, lakini siwezi kuita changamoto, kwa sababu kazi ambayo unaifanya hii, ukienda kwenye asubuhi umeenda kutafuta habari ukakutana na kigingi ambacho kinakuzuia usipate habari, unaweza kaita ile ni changamoto, lakini si changamoto. Ile ni chachu ya kukufanya wewe utafute njia nyingine nzuri zaidi ya kuweza kupata ile taarifa. Kwa hiyo ukitizama kwa jicho jepesi unaweza kusema hii ni changamoto, lakini kwangu mimi kusema kweli, katika miaka yangu yote ambayo nimefanya kazi ya uandishi wa habari, sijawahi kukutana na kitu ambacho nikakiita ni changamoto, kusema kweli. Tuzungumzie uongozi wa Rais Samia ambaye leo hii ndo mgeni rasmi katika tukio hili la leo. Umeutathmini vipi katika kuinua uandishi wa habari?
Ukitizama kusema kweli katika kipindi cha miaka minne ambayo amekuwa madarakani, kabla ya hapo tulikuwa tunaona kabisa kwamba hali ya uandishi ilikuwa haikuwa nzuri sana. Unaweza kusema kabisa kulikuwa na vyombo vya habari kufungiwa, waandishi kupata matatizo hapa na pale, lakini Dr. Samia Suluhu amekuja, vyombo vilivyofungiwa vyote vimefunguliwa na mpaka leo hatujasikia chombo chochote kimefungwa. Angalia vichwa vya habari kwenye magazeti siku hizi unaona vinatandika tu. Unajua natumia neno kutandika kwa sababu mhariri hafikiri mara mbili kuandika kichwa cha habari anachokifikiria, ukilinganisha pengine na miaka ya nyuma ambapo ulikuwa ukiandika kitu inabidi ukikipitia mara mbili kwamba hiki kinaweza kaniletea matatizo, na huo ndio uhuru ambao waandishi wa habari wanataka. Sio kutukana watu, lakini unaandika hali halisi, unaandika kichwa cha habari bila ya kuwa na wasiwasi kwamba itakuletea matatizo yote. Kwa hiyo katika kipindi cha Dr. Samia Suluhu Hassan kusema kweli, kama mwandishi wa habari naweza kusema kwamba hali imeimarika sana. Najua huwezi kupata kila kitu kwa 100%, lakini kusema kweli tunafanya kazi bila woga, tunafanya kazi bila wasiwasi, tunaandika taarifa bila ya kuwa na wasiwasi wote, tunafanya mahojiano na watu kada zote. Kwa hiyo kwangu mimi kusema kweli Dr. Samia ameleta mabadiliko makubwa sana tangu alipoingia madarakani. Tumalizie, kuna watu wanatamani kuwa kama wewe hapa sasa hivi, wana ndoto, ni vijana wadogo, sema nao hapa wakiwa wanakutazama. Hapana, unajua ni kitu kimoja ambacho huwa nawaambia vijana wengi wanaoingia kwenye uandishi wa habari. Kwa nini unataka kuwa mwandishi wa habari? Unataka kuwa mwandishi wa habari ili uweze kuja kwenye sehemu kama hizi? Unataka kuwa mwandishi wa habari kwa sababu umeambiwa kuna fedha? Unataka kuwa mwandishi wa habari kwa sababu utapata umaarufu? Ukiingia kwenye uandishi wa habari kwa sababu ya maslahi fulani, maana yake hautakuwa mwandishi wa habari. Lakini unatakiwa uingie kwenye uandishi wa habari ukiwa na mapenzi ya hii kazi ambayo unataka kuifanya. Kwa hiyo ukifanya kwa moyo wako wote, mafanikio lazima yaje. Mimi nimeifanya hii kazi kwa 100%, kutoka moyoni kabisa, na bila shaka ndio maana nimefika hapa nilipo. Asante sana. Nashukuru sana. Asante.